ni Mungu mwenyewe, hakuna Mungu mwingine zaidi ya Yesu. Lakini tupo hapa na Mwalimu Ndacha atatuelezea zaidi hasa utofauti wake, kwa sababu kuna wengine wanasema Mungu ni mmoja ila utendaji wake amegawanyika katika nafsi tatu ambazo ni Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, alafu ni Mungu Baba mwenyewe. Lakini kuna wengine wanatuambia hapana, Yesu ndiye Mungu mwenyewe ila aliamua tu kuvaa mwili wa ubinadamu ili aje huko duniani. Hili somo ambalo limekuwa likituchanganya sana kwa muda mrefu. Labda leo Mwalimu Ndacha tungepata kidogo somo kuhusiana na hilo. Kwanza Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina bwana simulizi. Ndio. Na natumai uko salama tangu tulipoachana. Yes, niko salama, nashukuru Mungu. Asante. Sasa swala hili la kuhusu Mungu ni swala ambalo limefanya watu waabudu miungu kwa sababu hawajamuelewa Mungu wa kweli. Na wakati mwingi wa Kristo ambao wanatumia Biblia hawajajua ya kwamba neno Mungu linatumika kwa namna gani katika Biblia. Bwana simulizi, usipoelewa hivyo utakuja kufundisha imani ya ajabu. Kitu ya kwanza, neno Mungu katika Biblia linatumika kumuita Mungu aliye peke yake Mola, ambaye Biblia inasema ya kwamba hapatikani na mauti na anakaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Hakuna mwanadamu amewahi kumuona au awezaye kumuona. Hicho ni kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Kwa hivyo tukubaliane ya kwamba neno Mungu linapotumika Biblia linamuita huyo. Na pia neno Mungu katika Biblia ukilisoma kwenye Biblia ambaye ni ya Kigiriki, kuna mahali ambapo inatumika kumuita aliye na asili na sifa zile zile za yule ambaye ni mwanawe, na hakuna mwingine ana sifa hizo isipokuwa Yesu mwana wa Mungu. Kwa hivyo neno Mungu linatumika kumuita Yesu, lakini mahali ambapo limetajwa neno Mungu likimuita Yesu, ukifuata kwenye Greek, kwenye Kigiriki ambaye ni asili ile ya kuandika ya zamani, linakuja jina uungu. Kwa hivyo tunapozungumza habari za Yesu tunafaa kuongelea uungu wake kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo tukisema ya kwamba Yesu ndiye Mungu Mwenyezi, kuna sifa ambazo Yesu wako nazo ambazo ziko na Mungu Mwenyezi, hutaweza kuzitetea. Itabidi tu uanze kupigisha maandiko sama sote. Unaona uanze kufuruga maandiko na akili ambaye unataka iingiane na vile ambavyo unafikiria. Lakini ukitaka maandiko yaende kama vile yamenyooka, ni kusema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye na uungu kwa sababu amezaliwa na Mungu, na baba yake ni Mungu ambaye hakuna mwanadamu amewahi muona isipokuwa yeye. Yesu amemuona. Ukisoma kitabu cha Yohana 1 mstari wa 18, na Yohana 1 mstari wa 18 inataka mtu ambaye anayesoma kwanza awe tena na uhuru wa kuelewa, kwa sababu katika Union Version imetafsiri ya kwamba Mungu mwana, ambaye katika sehemu ambaye hilo neno limetoka hakuna Mungu mwana, kuna mwana wa Mungu au mzaliwa pekee wa Mungu. Kwa hivyo andiko linasema hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu isipokuwa mzaliwa pekee wa Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Kwa hivyo tukitaka kujua Mungu anafananaje, tunaelezwa na Yesu. Yesu ndiye anayetueleza kuhusu Mungu, maana yeye tu ndiye amemuona kwa mujibu wa Biblia. Alafu Yesu anasema walikuwa na yeye hata kabla ya dunia hii kuweko, kabla ya ubaji wowote walikuwa na yeye. Kwa hivyo yule ambaye anaweza kutueleza habari zake ni Yesu, maana alikuwa naye, amemuona, lakini hakuna mwanadamu amemuona. Kwa hivyo Yesu anapoitwa Mungu, ukisoma katika kitabu cha Yohana 20 mstari wa 28, Filipo anamuita Yesu Mungu, Bwana wangu, Mungu wangu. Kwa hivyo Yesu kumuita Mungu inakubalika katika akili hii kwamba ni mwana wa Mungu. Na Wayahudi, bwana simulizi,
hawakukubaliana na Yesu akisema ya kwamba mimi ni Mungu. Hapana. Ukisoma Yohana 10 mstari wa 30, Yesu alisema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba yangu tu umoja. Kwa hivyo Wayahudi walielewa ya kwamba huyu ameita Mungu baba yake na akajifanya sawa na Mungu. Unaona Kwa hivyo nasema huyu aliye mwanadamu anajifanyaje Mungu? Tuko pamoja Lakini Yesu katika Yohana hiyo 10 mstari wa 36 anasema yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu kwa kusema mimi na Baba tu umoja ni sawa na kusema mimi ni mwana wa Baba. Tunaelewana Lakini Wayahudi kwa kusikia hayo maneno wakaelewa ya kwamba mwana wa Mungu ni Mungu. Sasa mwana wa Mungu ni Mungu kwa njia gani? Kwenye nafsi au kwenye asili? Kwa mfano kama wewe simulizi, wewe ni mtu, mwana wako atakuwa mtu, lakini nyinyi wawili hamshiriki katika nafsi moja. Wewe una nafsi yako kama baba na yeye ana nafsi yake kama mwana. Nyinyi wawili mna asili moja ya wanadamu, mna sifa moja za kibinadamu, lakini mtoto wako lazima awe mdogo kwa hatua ya kwanza, kwa sababu wewe ndiye mwenye kumzaa. Na simulizi katika jambo hili kusema kwamba Mungu amezaa tena ni kitendawili ambacho bado hakijateguka kwenye watu ambao hawajaelewa mada hii. Neno kuzaa ni tunaposema ya kwamba nimetoka ndani ya Mungu, nimetoka ndani ya chenye kinatoka ndani ya kingine, ndio neno kuzaa.